Wazee wetu oye! Tanzania oye! Waheshimiwa, tukae. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika Hassan Zungu na mbunge wa Ilala ambaye nabeba jiji letu la Dar es Salaam, Waheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wazee la Dar es Salaam kakaangu Salum Matimbwa na wazee wote wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi. Kabla ya mawaziri nitambua uwepo wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine vya siasa kama wapo. Nirudi tena kwa mawaziri na manaibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi na viongozi wote wa serikali mliopo, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tuanze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo pata fursa nyingine kuzungumza na wazee wa jiji hili la Dar es Salaam. Lakini la pili ni washukuru sana wazee wa Dar es Salaam. Nilipata taarifa kwamba Baraza la Wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndio jukwaa hilo hilo na mimi nitapenda niwe nao, nizungumze nao na wenyewe wazungumze na mimi. Kwa nawashukuru sana kwa kuandaa jukwaa hili. Asanteni sana. Wazee wangu wa Dar es Salaam, kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi kwa nchi yetu, ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani, hulka ya upole na ukarimu. Hiyo ndio sifa yetu kubwa ilikuwa Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote. Hata tukiwa nje, wakiwa wanafunzi wanasoma huko, na tulipokuwa wanafunzi tunasoma huko. Ukijisema Mtanzania ndani ya ukumbi, kuna Mtanzania atakuja kukufuata bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Anakuja kukufuata, mnachapa Kiswahili chenu, mnaendelea na udugu unaanza hapo. Hiyo ndio sifa yetu. Lakini kila siku zinavyokwenda, sifa yetu inaporomoka. Wengi wasioitakia mema nchi yetu wanakereka na tambo zetu hizo za kwamba Watanzania sisi tuna umoja, tunakupendana, na popote tunapokutana la kwanza ni udugu kuliko mengine yote. Wanakereka na sifa zetu hizo, na kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Inawakera sana. Nakumbuka wakati mmoja katika ukumbi huu, nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa nilizungumza nikasema kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani. Wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe 29
zikaendelea na 30, si desturi wala utamaduni wa Watanzania, si desturi wala utamaduni wa nchi yetu wala watu wetu. Kila aliyeumia au kupoteza maisha ni Mtanzania mwenzetu mwenye haki sawa na wengine. Hakuna mtu aliye juu ya mwingine. Haki ya kuishi na haki ya kuwa huru ni tunu zetu wote wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna sababu ya Watanzania kuumizana na kunyimana uhuru. Inatia uchungu kuona wachache walioratibu fujo zile wakitaka Watanzania wenzao wawe kafara kwa malengo yao ya kisiasa yaliyojaa ubinafsi. Tofauti na siasa, yani malengo yao ni tofauti na siasa iliyopo, lakini kwa sababu zozote zile hatukupaswa kuvuruga amani ya nchi yetu wala kusababisha vifo kwa watu wetu. Sasa kwa wale walioondokewa na ndugu zao na watoto wao na jamaa zao, natoa tena pole kwa sote, si msiba wao peke yao, ni wetu wote. Kwani damu ya Watanzania ni damu yetu sote. Tanzania mmoja akiumia tumeumia wote. Kuondokewa na Mtanzania mmoja tumeondokewa wote. Kwa hiyo tuwe pole wote. Kama alivyosema kakaangu Salum Matimbwa hapa kwamba katika kipindi hiki ambacho mmeniamini kuongoza nchi, nimeshazungumza na wazee mara 2. Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka 2021 mwisho au 22. Lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania, wawakilishi wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya 3 na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya 6. Nimeona niongee nanyi kutokana na naliyotokea katika nchi yetu. Kwa nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliotutangulia kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi hupita na kuongea na wazee. Kwa nami nataka niendeleze utamaduni huo kwa kupitia wazee wa Dar es Salaam, nizungumze na taifa. Na hii ni kutokana na upekee wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kama lango kuu la kuunganisha Tanzania na nchi nyingine tunazopakana nazo, lakini hata Afrika kati na kusini ni rahisi kufikiwa kwa kupitia Dar es Salaam. Lakini vile vile nimekuja kuzungumza nanyi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile nikiwa mdogo wenu, wengine dada yenu, vyeo vyovyote vile nimeona nije nizungumze naye. Na wengine ni mwanafunzi wenu. Kuna walimu wangu kati ya wazee hapa, walimu wetu kwenye serikali walivyokuwa wakiongoza nasi tumefuata, walimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mlioyafanya nasi tumefuata hatua zenu. Lengo ni kusikia ushauri wenu, lakini pia mnisikie nami. Ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, baada ya kuapishwa nimezungumza na wananchi. Hii ni mara yangu ya 4. Nimezungumza kupitia hotuba ya siku ya kuapishwa. Nimezungumza kupitia hotuba yangu bungeni. Nimezungumza kupitia siku ya kuapisha mawaziri wa serikali hii, lakini pia nilizungumza siku ya kuzindua tume niliyounda kufanya uchunguzi wa haya yaliyotokea. Hotuba zote hizo haziwezi kuondoa wala kukwepa umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam, na ndio maana niko hapa leo. Dar es Salaam yetu ni kitovu cha biashara na moyo wa utamaduni wetu. Dar es Salaam hii kupitia vurugu zilizotokea imepitia kipindi kigumu sana, na wote hapa ni mashahidi. Kuna wengi ambao riziki zao ziko mikononi kwao.
tu mpaka amke asubuhi atoke akajishughulishe apate cha kupeleka nyumbani chakula na watoto. Vurugu zile zilifanya Dar es Salaam isimame. Wafanya biashara ndogo ndogo walisimama, wenye magenge walisimama, Kariakoo ilisimama, shughuli zetu zote zilisimama, na ilitulazimu tubaki ndani. Na kwa hadithi tunazozipata, bei za bidhaa zilipanda sana 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 sana. Kwa hiyo machungu ya siku chache tuliyaona ndani ya Dar es Salaam, mbali na maeneo mengine yote nchini. Maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo, vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo. Kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi kwa kuwa natambua takriban 10% ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni 6, na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja, na ndio inaonyesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam inachangia takriban 17% ya pato la taifa, na asilimia kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara na taswira ya nchi yetu nje, kwa hiyo ina umuhimu wa pekee yake. Ikiunguzwa Dar es Salaam, Tanzania yote imeungua, sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Hakuna kabila lolote ambalo haliko hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoa yote ya nchi hii wako hapa Dar es Salaam. Watu wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Ikidhurika, ikipata madhara Dar es Salaam, Tanzania hii ndio inabeba sura au taswira ya nchi yetu. Chochote kitakachoripotiwa vibaya Dar es Salaam kinachukuliwa Tanzania, ndio iko katika hali hiyo. Kwa kuna kila umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa. Walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Kiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa. Yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie Madagascar kumetokea nini, hajui. Unataka hapa kitokee nini, hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze,
tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa, yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya, waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tulioifanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Walijua, na wapinzani wetu walikataa kuingia, hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia. Na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi kwamba hawaridhishwi na yanayotokea, wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi? Haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa. Ni maswali ya kujiuliza.
Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi. Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta, tuwajue tu ni kina nani. Sasa hebu watu wote hapa chini ya miaka 50 wasimame. Watu chini ya miaka 50 wasimame. Aha. Kwa hiyo wengi waliosimama hapa naona ni mawaziri wangu, wengi chini ya miaka 50. Haya, kaeni. Viongozi wa dini wachache na vijana wa jiji la Dar es Salaam na wafanyakazi wa serikali wachache. Sasa hili jambo lina waratibu kutoka nje. Lakini kwa nini waratibu kutoka nje? Wale waratibu wa Tanzania tunaowajua, wale ni shida za maisha. Ni shida za maisha. Akisukuma maandamano, umbea na nini kuhusu Tanzania, Watanzania wale vijana ambao wanadai ugumu wa maisha wanatumia fedha zao kununua bando, kuwaangalia na kuwasoma amesukuma nini. Lakini yeye ukisoma, yeye kule anatiliwa fedha. Kwa hiyo kimoja kinachowasukuma ni shida ya maisha. Kule waliko hawako sawa, kuna shida ya maisha. Sasa kuna wale ambao pia hawana shida ya maisha, wako pazuri, wanalipwa na hao wanaotaka hayo yatokee, lakini wamekosa uzalendo tu. Wamekosa uzalendo tu. Na ukiwatizama vizuri si wa Tanzania kamili. Kwa hiyo it doesn't matter whether Tanzania inaungua haiungui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili, hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai wana madai kwenye hili. Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu. Maneno ya vijana waliishiwa power na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri. Na kuingia kwenda hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu. Huko waliko hawako sawa. Wanapambana wao kwa wao ndani. Wamemeguka wao kwa wao ndani. Wamemeguka wanasiasa, wakaenda vyama vingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu. Hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa ambao mwaka 2020 mpaka 2023 nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao. Nikanyosha mkono wa rehema, njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae, tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa niliowakuta nje wanasafa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. Ni hawa walionambia sawa tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja, baadhi yao wamekuja mikono mitupu, hawana kitu. Tukatoa fedha zetu
kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, aliyonyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi. Yeye kaja, yule aliyemnyoshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? Huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu. Nikajua watarudi, tukae, tuzungumze, tuende. Na niliwapa fursa zote, nyinyi ndo mashahidi. Niliwafungulia, walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike mseme yenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano. Ni hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakatizo, wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi, hiyo sio siasa. Hiyo sio siasa. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa, hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana, haikuwa hivyo. Lakini kundi la pili, tuangalie vijana. Vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua. Wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki. Hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo, walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha. Wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha. Wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe. Wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile. Walikuja kutuambia, jamani,
kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani. Lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali. Na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi, utaondoka tu. Lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini. Na tuna dini za madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui 4 sijui 5. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Mabaniani, tuna mamonki wale sijui Buddha na wengine ambazo ziko huko zinafanywa. Lakini kubwa ni hizo 4 au 5. Na hizi 4 au 5 zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Subinani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna. Hakuna. Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. Lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao. Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndio wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa. Kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndio hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko 8 yametolewa na teke. 8. Lakini ukenda chini chini wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri. Wenyewe wanapingana. Kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu, kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya 6 kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania
iwe nchi ya salama, ikalike na watu wafurahi. Hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anayeongoza, tustahamili tu. Mioyo yote imeumbwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya 6 wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo. Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu, tumieni akili zenu. Najua hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani. Kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu. Kila mamlaka imeletwa na Mungu. Iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamume, kila mamlaka imeletwa na Mungu. Na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo, hakuna anojua duniani. Hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua. Kwa nini Samia leo yuko hapa? Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho. Yale majoho yetu yaoneshe sura halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu. Kama kuna lolote, njia sahihi za mazungumzo zipo. Njia sahihi za kukaa na kujadiliana zipo. Hakuna sababu yoyote kufika tulikofika, ndugu zangu, hakuna. Nilikuja na falsafa ya R4, nikaifanyia kazi vizuri sana, ikaleta mwanga mzuri sana, mpaka wale nisowajua jina lao wakenda wakabadilisha, nchi ikachukua mwelekeo mwingine. Lakini nataka niwaambie, tutasimama na kuilinda nchi hii kwa nguvu zote. Nasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii. Hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea haya ndio wanayoyaona wa Tanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wakati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wakati mengi, 90% tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba. Na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku 100 nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue
uko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane, na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tuwape? Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndio itakuwa hivyo. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Ni fedha chache wanayotugaia. Na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate. Ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie, Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majana dume 2 3 yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara. Inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia. Inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo. Siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu, kweni na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotumba nazo, madini. Tanzania sisi tuna bahari, ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa, ambao kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa, na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Tunakula na tunauza. Kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara.
Tanzania sisi tuna hayo madini ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo. Pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndo hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge. Ndugu zangu, nilisema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, kini inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme, nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie wakati wowote wakija tumejipanga. Wakati wowote wakija tumejipanga. Kwa ujumla niseme kama wanadamu hukosana wakaelewana. Hatusemi serikali labda tuko safi hatuna makosa, hapana. Inawezekana kabisa kuna mapungufu, na hakuna serikali yoyote duniani sio mapungufu, lakini wanakaa wanazungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kukaa kuzungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Nimepata salamu wanasema tutakubali tukukaa na serikali ikiwa watafanya 1, watafanya 2, watafanya 3. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo.
tunawataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze. Na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu. Ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni akwambia sitaki mpaka ufanye hili na hili. Na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli? Sasa serikali haipewi masharti hayo. Serikali haipewi masharti hayo. Labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa. Serikali ya wanafunzi hamtapata hili mpaka mfanye hivi. Wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake. Kama ni Watanzania wa kweli na wanaumwa na Watanzania kama wanavyosema. Maana mara nyingi wanasema tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi? Wepi? Kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi. Wameipa CCM 97%. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanaowasemea wao wepi? Halafu wanahoji kwa nini 97%? Kwa nini isiwe? Waswahili wanasema paukwa pakawa. Wao hawakuwepo. Na wale 16 waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo. Hakukuwa na Chadema, hakukuwa na ACT, ndio ambao tungekwenda nao. Na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyetu vikubwa. Hawakuwepo. Mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia Chama cha Mapinduzi. Walipigia Chama cha Mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini 97%, hiyo ndio kilichotokea. Ni 97% ya waliopiga kura, sio ya Watanzania wote. Ya waliopiga kura ni 97%. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika na watu wameelewa, wamepiga kura. Na Mungu ni mkubwa kwamba lile bala lao walilianza saa 5 sijui 6, watu walishajipeleka mapema asubuhi. Wakapiga kura wakaondoka. Mungu ni mkubwa. Hasa kwenye miji, hawakufanya kote, hasa kwenye miji. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania. Jeraha limetokea, lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu. Na hili sio la kwanza. Tulipata jeraha kama hili 2001. Ni Watanzania sisi tukatibu jeraha letu. Jeraha hili halitatibiwa na nje. Nje tutawekewa masharti, tutafutiwa misaada, sijui tutawekewa nini gani, lakini watakao tibu jeraha hili ni sisi Watanzania. Niwaombe tukae kwenye majukwaa yetu. Wazee mna majukwaa yenu, na kwenye majukwaa yenu mna dini mbalimbali, mna makabila mbalimbali, mna vyama mbalimbali, lakini wote wazee wako kwenye majukwaa yenu. Kaeni mzungumze. Kaeni mzungumze, vijana wetu wasitumike walivyotumika. Unaporudi leo mzee na kulia kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa, ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Tukawaachia. Sisi ndio wazee wa nchi hii. Tukae tuzungumze na vijana wetu kwenye mabaraza yetu na kwenye majukwaa mbalimbali. Viongozi wa dini, kama kweli vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia, kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu,
twendeni tukamsabili Mungu. Tuacheni huu uchochezi unaotokea. Tuacheni. Tusende kumtania Mungu. Huku ni kumtania Mungu. Kuchukua utashi wako binafsi wa nafsi yako, ukauingiza, ukauvisha majoho ya dini. Hapana, huku ni kumtania Mungu. Ni kumtania Mungu. Tuacheni kumtania Mungu. Ndugu zangu, nimesema kazi yetu sasa ni kuziba jeraha, na hapa nataka nizungumze na watoto wangu pia wanaoangalia mbele, vijana wangu hawa na wengine walio nje wanaoangalia mbele. 2030 safari hiyo isiende kutuvurugia nchi yetu. Nilizungumza na mawaziri wangu nikawaambia, na muangalia mmoja mmoja, una interest ya huko, kaa nje kafanye huko, usifanye ukiwa ndani ya serikali yangu. Nimekuweka hapo ukatumikie wananchi. Interest yako ya huko mbele, twende utaikuta huko mbele. Mungu ndio anajua nani kiongozi wetu baadaye. Ni Mungu peke yake ndio anajua. Kwa unaweza ukajipanga, unaweza ukawa na mikakati, unaweza usiwe. Kwani wangapi waliomba na wakapanga na wakawa na mikakati? Walikuwa na nguvu zote mpaka za kifedha, walikuwa. Mungu ndiye anajua nani uko mbele ndio kiongozi wetu. Kwa ile safari ya 2030 isiende kutuharibia nchi. Ndugu zangu, mengine yaliyosemwa na wazee hapa nimeyapokea. Waziri wao yupo ambaye atashughulikia shida zao. Na mimi katika ziara zangu kote Tanzania, nikifika ndani ya mkoa, la kwanza ni kuonana na wazee wa mkoa ule. Kote. Toka niko makamu wa rais mpaka nimekuwa rais. Huo ndio mtindo wangu. Nikifika ni kuonana na wazee wa mkoa. Tatizo hapa linakuja, Dar es Salaam ni mji. Kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam unajisi, niko Dar es Salaam makao makuu. Ukiwa Dodoma, niko Dodoma makao makuu. Lakini ukifanya ziara mikoani huko, nikifika la kwanza ni wazee, nasikiliza shida zao, nasikiliza maoni yao, yote tunayajua na tunapeleka wizarani kwao ili yafanyiwe kazi. Na katika tunayofanyia kazi ni hiyo, kujua kwamba kila tunapozeeka na miili yetu nayo inahitaji haja maalumu ya matibabu. Kwa hilo nalo tumelishughulikia. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme tena kwamba kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Lakini pia katika kudai haki tumekubaliana njia za kudai haki. Sasa timiza wajibu wako, useme mimi nimetimiza wajibu wangu, lakini haki hii sikuipata. Kwa hiyo nenda kwenye vyombo vinavyotoa haki, uende ukadai haki yako. Japo wanasema haki haiombwi, hudaiwa, sio madai haya waliofanya wenzetu. Hapana, tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki, tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu. Nimesema jenga nchi ni mwananchi. Kwa hiyo sisi ndio wananchi wa Tanzania. Uwe unatambua uwepo wa serikali hii, uwe hutambui uwepo wa serikali hii, serikali ipo, inaendesha Tanzania, na sisi ndio wananchi wa Tanzania tunaotakiwa kusimama, kushikana, kufanya umoja wetu, kuweka nguvu kwenye amani na utulivu wa nchi yetu. Tanzania oi! Ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu na wadogo zangu, niwashukuru sana kwa nafasi hii mlionipa. Niwashukuru kwa jukwaa hili mliloliandaa. Nimewasikia, mmetusikia. Nataka niwaambie
wakati wowote mna haja ya kuonana na mimi, basi mimi niko tayari, kama Samia, kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hii, niko tayari kuonana nanyi wakati wowote. Kama nina kazi nitawaambia kipindi hiki nina kazi, tufanyeni kipindi hiki, lakini niko tayari kwa mazungumzo. Asanteni sana. Naomba kwa heshima na taadhima wote tusimame, piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Dr. Samia oye! Tanzania oye! Amani, umoja na mshikamano oye! Haya, Mheshimiwa Rais, hakika wazee wamekusikia, hakika taifa limekusikia.